TV. Mtazamaji wangu, je, wajua kuwa wakuu wa kaunti yako wamevunja rekodi ya mdhibiti wa bajeti ya kitaifa ni kwa sababu ya kutumia pesa kiholela. Mbali na hilo, tutakujuza ghadhabu za wakazi wa Kericho kuhusu soko lililokaa muongo mmoja bila kumalizwa ujenzi wake. Jamani, tumekuandalia mengi kutoka pembe mbalimbali za taifa hili. Unalotakiwa kufanya ni kukaa kitako, zime yako macho na masikio ni kujuze na kukusafirisha katika kaunti zote 47. Naitwa Lois Wangoi. Tuanze na vipasho. Nafurahia hii kazi ambayo ninaifanya kwa sababu imenisaidia katika kuangalia familia yangu. Tuna habari za bwana aishie na ulemavu Nakuru, ila kazi ya kukarabati saa imeitunza familia yake kwa miaka 30 sasa. Je, unafahamu kuwa vikundi vya kuwekeza vya mashinani vinaendelea kubadilisha maisha ya wakazi kwa njia ya kipekee? Utajifunza kutoka Makueni. Wale watu wa degree don't come to where I'm preaching. Kwenda kanisa zenyu mkaongea dakika 2 mtoka na mnakunywa Viagra mai dawa za pressure. Na mchungaji Ng'ang'a asema hataki wasomi kanisani mwake. Tutakafunga namna hiyo. Mtazamaji wangu, kwanza kabisa makuu ya kitaifa. Sasa kamati maalum ya kuchunguza sakata ya wizi wa figo imebuniwa nchini na waziri wa afya Aden Duale. Hii ni kufuatia ghadhabu za umma kuhusu madai ya kutisha ya ulanguzi wa viungo vya binadamu katika hospitali ya Mediheal Group. Maafisa wa kaunti wameonywa kuhusu ubadhirifu wa pesa za umma. Mdhibiti wa bajeti nchini Margaret Nyakango ameonya maafisa hao wanaotumia fedha za umma kwa gharama ambazo si za lazima. Aidha, Nyakango amefichua kuwa wakuu wa kaunti hufanya safari nyingi afisini mwake kwa minajili ya kujinufaisha wenyewe. Imebainika kuwa mwakilishi wadi wa Kariobangi Kaskazini Joel Munove alifariki kutokana na kuganda kwa damu kwenye mishipa ama mshipa unaopeleka damu kutoka moyoni hadi mapafuni, na hivyo kumfanya shindwe kupumua na akazirai. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya mwana patholojia mkuu wa serikali Johansen Odwor. Mapema leo Munove alifariki Jumanne akikimbizwa hospitalini. Je, unafahamu kuwa vikundi vya kuwekeza vya mashinani, mtazamaji wangu, vinaendelea kubadilisha maisha ya wakazi kwa njia ya kipekee katika eneo la Kitui Ruru? Wakazi wamejipanga kwa njia ya ubunifu kupitia vikundi vya kuweka na kukopa. Mwanahabari wetu Brian Nzioki alizuru vikundi hivyo na kuandaa taarifa ifuatayo. Na hapa tuliweza kukutana na wakazi, wakaweza kutuelezea faida ambazo wameweza kupata kutokana na vikundi ambavyo waliweza kuvianzisha. Na ni vikundi vidogo ambao wakazi hawa wanatoa shilingi dogo. Mmoja anaanza kuwekeza kidogo kwa kile ambacho anachokipata, na hapo baadaye wanaweza kupata mikopo ile ambayo inawasaidia katika kujikimu kimaisha. Wakazi hawa walinielezea kwamba vikundi hivi ni vya maana sana hapa mashinani, kwani vimeweza kuwasaidia kujiinua kimapato. Hebu tukasikize kutoka kwao, watueleze ni faidi zipi zile ambazo wameweza kupata kutoka kwa vikundi hivi. Mimi wakati nilichukua loan ya kwanza nilichukua 1500. Nikaenda nikanunua kuku 2. Kwa hivyo mimi nimeona uzuri sana wa hii PSLA kwa sababu imenisaidia sana, siwezi lala njaa. Mtu anaweza kuwa na chakula kwake nyumbani, pia anaweza kusomesha watoto wake
Na hata pia kwa sababu ni sehemu kame, pia kuna hiyo mradi nyingine pia ya Crop Insurance. Nikachukua pesa, nikaenda nikanunua mbegu, nikaenda kwa shamba, nikaenda nikapanda, nikaenda nikanunua ndawa. Hii kikundi kinanisaidia. Ni dhihirisho kwamba kuwekeza kidogo kile ambacho unachokipata pale nyumbani, haswa wakati huu hali ngumu ya maisha inaendelea kushuhudiwa hapa nchini Kenya, unaweza kujisaidia katika kuwekeza maisha yako ya hapo kesho. NTV Mashinani kutoka hapa kaunti ya Kitui, mie ni Brian Nzioki. Mtazamaji wangu, huko ndiko tunadhihirisha kwamba kibaba ama kidogo kidogo hujaza kibaba. Si huko tu, bali na kaunti ya Nandi, ambapo kituo cha biashara cha Mosoriot katika kaunti hiyo ni mojawapo ya vituo ambavyo vinakuwa tena kwa kasi. Sasa kuna tetesi kuwa ongezeko la taasisi za elimu ya juu ni miongoni mwa masuala mengine yanayochangia. Titus Ominde ametembelea kituo hicho na kuzungumza na wenyeji. Haya hapa mahojiano husika. Niko katika kituo cha biashara cha Mosoriot katika kaunti ya Nandi. Niko hapa kujua ni kwa nini kituo hiki kinakuwa kwa haraka. Na kama kawaida tunapata nafasi ya kuzungumza na wananchi, wafanyabiashara, ili kujua siri ya kukua kwa haraka ni nini. Siri ya kukua kwa hii town ni mashule, institution yenye imechengwa huku Mosoriot, na biashara ina grow kwa vitu nyingi sana. Tunapata wageni kwa hii town. Tumeambiwa kwamba chanzo kikuu kwa ukuaji wa eneo hili ama kituo cha biashara ni wanafunzi. Lakini vile vile kuna wakongwe, kuna wamama ambao pia wanafurahia kukua kwa mji huu ama eneo hili ama kituo cha biashara. Nimepata fursa ya kuongea na mama mmoja ambaye atatuambia jina lake na labda atuambie anafikiria ni kwa nini kituo hiki cha biashara kimekuwa kwa kasi ama kinaendelea kukua kwa kasi. Sasa hii biashara imekuwa kubwa, iko university, iko college, iko Cheptarit, polytechnic. Sasa biashara yetu tumeanzia kidogo, lakini siku hizi imepanua. Naomba pia tusaidiwe tupate manyumba, juu tunafinyana sana huko kwa mahali pa kuishi. Hatuna manyumba ya kutosha. Mosoriot was just a transit center. This influx of institutions within Mosoriot has led to the growth of the town. It has led to, people turning the smaller buildings that existed into these skyscrapers that we are now seeing, and the building of big commercial enterprises within Mosoriot. I am happy that we have made significant progress in terms of putting the infrastructure around the road. Nikiripotia NTV Mashinani kwenye lango la taasisi ya matibabu ya KMTC Mosoriot, mimi ni Titus Ominde. Asante sana Bwana Ominde. Na mtazamaji, baada ya taarifa hizo mbili tangulizi zinazoonyesha kuinuka kwa uchumi kule Makueni na vile vile Nandi, tupate hii inayofurahisha moyo. Sasa kuwa na ulemavu si kumaanisha kuwa huna uwezo. Msemo unaofiki juhudi za John Gikinya, ambaye amejitosa kwenye kazi ya kurekebisha saa za mkononi na ukuta ni kwa zaidi ya miaka 30 licha ya ulemavu wake wa kutembea. Alizungumza na NTV Mashinani kupitia mwandishi wetu wa Molo wa Nakuru, Jimson Ndongo. Kuwa na ulemavu si kumaanisha kwamba hautaweza. Msemo huu unarandana na juhudi zake Bwana Gikinya, ambaye amekuwa kwenye kazi hii kwa zaidi ya miaka 30 kuhakikisha kwamba ameweza kujikimu kimaisha yeye pamoja na familia yake. Hii kazi nimeifanya kwa muda wa miaka 35. Niseme nafurahia hii kazi ambayo ninaifanya kwa sababu imenisaidia katika kuangalia familia yangu, watoto wangu, mke wangu. Tunakula kwa hii kazi. Na ninafurahia kwa sababu ya ile ujuzi ambaye niko nao kwa sababu ya utengenezaji hii masaa. Ukiangalia utaona kama hapa niko na hii saa natengeneza yote kuanzia ya mikono, ya ukuta na aina yote ya saa. Hata kama ni zile zilitoka juzi ng'ambo na iko na shida, ukiniletea tu natengeneza. Gikinya namjua kwa muda, kwa zaidi ya miaka 20. Nimemjua kumekuwa akitengeneza saa
sio hizi tu za mkono, hata zingine ambazo tunaziweka kule katika vyumba, makanisani, na amekuwa akizitengeneza kwa muda. Hakika tunashangaa kwa sababu vile ambavyo nyakati zinaendelea, inaonekana wale ambao watu wanatengeneza saa ni wazee. Vijana, hakuna vijana chipukizi ambao wameinuka kutengeneza masaa. Hasa hao watoto ambao ni wetu walio wachanga, kutumia saa imekuwa ni shida. Kila jambo lolote wameingia digital, iwe ni saa ni kuangalia kwa simu zao ambazo ni za mikono, lakini wasee kama sisi tumezoea, ni kitu ambacho kuacha imekuwa ni ngumu. Hiyo ni changamoto ambayo naona kwamba inataka kutuondoa katika hii industry ya kutengeneza masaa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya wazee, ambaye kuna mzee ukimwambia kwamba waachane na saa hata kubali, na sana sana utakuta kwamba huwa natengeneza wazee wa miaka, wa mama wa miaka, lakini vijana. Nikiripotia NTV mashinani kutoka Moro, kaunti ya Nakuru. Jina langu ni Jimson Ndongo. Asante sana Jameson Ndongo kwa taarifa hiyo ya kutia moyo pamoja na zile za Makueni. Na bila shaka Nandi, sasa kaunti ya Kericho wanaingia lakini kwa kuband. Sasa wafanya biashara na wakazi katika eneo la Brook nje mwa mji wa Kericho wamekasirishwa na serikali ya kaunti ya Kericho kutokana na mradi wa soko kukwama. Soko hilo linaaminika kujengwa kwa zaidi ya miaka 15 iliyopita wakati wa uongozi aliyekuwa gavana wa Kericho Profesa Paul Chepkwony, na hadi leo halijaanza kutumika. Winnie Chepkemoi anaarifu. Nyuma yangu ni mradi wa soko iliyoko katika eneo la Brook, ambapo wafanyi biashara walitarajia kutumia mradi huu miaka 10 iliyopita. Lakini serikali ya kaunti ya Kericho haijaweza kukamilisha mradi huu. Miaka 43 kama niko Brook. So tumekuwa na shida ya soko sana. Wamama wamelia sana zaidi, na hakuna mwenye anasikia malilio yao. Tumelia, tumeenda mara huko juu, tumerudi hapa chini, na hakuna mali specific tumeonyeshwa ya kwamba hapa ni soko, na hatujawahi kujengewa. Tulichengewa huko juu, kufika huko juu ni nyumba imekaa kama boma ya ng'ombe, anataka chanjwa ng'ombe hapo ndani. Hakuna si soko, hata haiti soko. MCA na kama ni watu ambao anaturumia akuja atujengewe soko na atuonyeshe soko kamili. Mali hatuwezi ama tena. Mali tukikaa tumekata watoto wetu, generation nyingine tatoka nyuma akuja akae kwa hiyo soko. Hatuna soko. Hiyo soko imetengenezwa kwa muda, hakuna chenye iliendelea, iliwekwa tu kama mabati. Inaendelea tu, maji inajaa. Hata choo ilikuwa imejengwa ikabomoroka chini. Ndio tumejengewa ingine na hakuna kazi, hata je itafanya kazi. Mimi mwenyewe niko hapa karibu kwa hii soko. Nimekaa kwa muda almost 2 years na hakuna kazi yenye nafanya hii soko. Hii soko tunakaa tu tukivumilia. Mvua ikinyesha hakuna kwenye tunajikinga. Tunauza kwa matope. Mkiangalia hii soko yetu inajaa maji. Tuliambiwa tutakuja kuundiwa soko, tujawahi ona. Hata viongozi wanakujanga wanatupromise wanaenda. Sasa hata tuliahidiwa tutaundiwa macontainers, hatujawahi ona hata watu wa kutuundia. Kuna shedi ilijengwa by our first governor of Kericho County, Mr. Paul Chepkwony. Ilijengwa lakini haikutumika na hatujui ni kwa nini, lakini mimi naweza sema kama mzee wa hii area ni laxity ya county. Ikiwa county watakuja na watengeneze kitu mzuri na wafence hii area, itakuwa mzuri na market itakuwa. Nikiripotia NTV mashinani kutoka eneo la Brook, kaunti ya Kericho, mimi ni Winnie Chepkemoi. Mtazamaji wangu, ukiona hapo imejiandika ripoti yako, hii ni ile story kila siku na kuomba, chukua simu yako, rekodi nitumie nikupange, kwa maana hujatuma kuna huyu bwana ametuma umesalia kumtizama. Na katika kaunti ya Kisumu, Rose Akinyi na Millicent Muga wamewavutia wengi kwa bidii yao ya jua kali. Sasa wao hutengeneza jiko na vifaa vingine vya chuma. Ni kazi ambayo ni nadra sana kufanywa na wanawake na huhusishwa zaidi na wanaume. Hanson Opio ambaye
ambaye ni mwanafunzi wa wanahabari katika chuo kikuu cha Maseno aliwatembelea fundi hawa wawili wa kike katika soko la Kibuye na anatuarifu kuhusu miaka yao mingi ya kazi hii ya jua kali. Katika soko hili, utengenezaji wa vifaa vya chuma vimekuwa uti wa mgongo wa maisha kwa wakazi wengi. Lakini kinachovutia zaidi ni wanawake kama Rose Akinyi na Millicent Muga wanaochangamka katika kazi iliyodhamiriwa kuwa ya wanaume pekee. Kwa hii kazi inaanza 1998. Kwa sababu nilianza hii kazi, kwa sababu niko na watoto na ninataka kuwafundisha na kuwafundisha kusoma hata kukula. Hizi wamemaliza shule. Changamoto hazikosekani. Tuko na mafundi. Fundi mwenyewe anaweza kusumbua, anaweza miss kufanya kazi. Wewe umeweka agreement na yeye, lakini yeye ukienda kwake atakusumbua kwa kazi yako yenye unafanya. Kuna wenzako ambao hawataki kulipa. Saa zingine watu wanakuja wanachukua udongo na wengine pesa yao upati. Wanakimbia na pesa. Wamedhibitisha kuwa dhamani ya mtu haipimwi kwa kazi anayofanya, bali kwa moyo anaoweka katika kazi hiyo. Sasa mimi nilikuwa nasema tu wanawake wapende kazi. Kazi ni kazi. Kweli kwenye nia pana njia. Nikiripotia runinga ya NTV Mashinani. Mimi ni Opio Hanson. Asante sana Hanson Opio. Huyu ni mwanafunzi wa wanahabari katika chuo kikuu cha Maseno. Sasa hata wewe unayo nafasi nzuri ya kula hewa ndani ya NTV Mashinani. Jamani, changamka, simu yako mkononi nasa matukio nasi tutayapeperusha ukituma kwenye nambari yetu ya WhatsApp ambayo unaipata papo hapo. Ndio hiyo, anza kuisave hii weekendi. Ukifanya shamra zingine usisahau kutuma story, kisha tutakupanga. Tupate mapumziko mafupi, lakini acha nikujulishe, je, tunakuandalia yapi mengine katika NTV Mashinani. Baadaye tutakufahamisha jinsi kampeni dhidi ya ugaidi na itikadi kali imepamba moto huko Marsabit. The Central Organization of Trade Unions Kenya, COTU, invites you to the Shop Stewards meeting happening this Saturday, 26th April at the COTU headquarters, Solidarity Building, Gikomba, Digo Road, from 9 a.m. Dr. Francis Atwoli will be addressing the meeting. The event will be live on NTV from 2 p.m. The Central Organization of Trade Unions Kenya. All workers, one voice. For the union makes us strong. This month on EdTech Mondays Kenya, we are in Mombasa for the Pwani EdTech Summit, where we unpack how Kenya is mobilizing resources and building powerful partnerships to make EdTech sustainable for every child, teacher, and community. The element of resource mobilization and partnership has greatly contributed towards the government's effort to accelerating teaching and learning within education space. Don't miss this insightful edition of EdTech Mondays Kenya, the 28th of April, only on NTV. This is NTV. Yajayo katika NTV Weekendi. Kanisa Katoliki nchini laandaa misa ya wafu ya Papa Francis. Viongozi wakuu serikalini na upinzani wahudhuria hafla hiyo. He himself, who all his life had identified with the voiceless, had now become voiceless. If we truly want to follow in his footsteps, then we
should become his voice. Polisi wachunguza madai ya vifo vya watu watatu kufa kutokana na itikadi kali za kanisa New Foundation huko Lango, Kilifi. What is it that officers from the counties come to do at the COP's office? Dhibiti wa bajeti Margaret Nyakango awashauri maafisa wa kaunti kuzuia ubadhirifu wa hela za umma. Na mtoto afia kisimani huko Butula katika kaunti ya Busia. Polisi wanachunguza chanzo cha kifo hicho. Nivea Black and White Deal, now with 72-hour protection. But what does that mean? 3 cities in 3 days and no fear of sweat. 120 dances with skin as smooth as the moves. Sweat, stain, and skin protection. Nivea Black and White Deal. Skin is for embracing life. Nivea is for skin. Ulimwengu unabadilika na elimu pia inabadilika. Kidijitali na kwa ubora. CBE ni elimu inayofungua milango ya kesho. Jifunze leo, ongoza kesho. CBE, elimu thabiti. Mtazamaji wangu, tukifikia hapa huwa ni nafasi ya kuwakaribisha rasmi wageni wote wa siku ya leo ndani ya NTV Mashinani, alafu pia kuwapigia makofi wale ambao ni mashabiki sugu. Hii ni awamu ya pili ya NTV Mashinani. Sasa kampeni dhidi ya ugaidi na itikadi kali imepamba moto huko Marsabit. Washikadau katika mji wa Marsabit wameanza mchakato wa kupambana na hatari hiyo kwa kuendeleza kampeni miongoni mwa vijana na wanajamii. Jacob Walter anaarifu. Mji wa Marsabit huchangia pakubwa katika uchukuzi kwenye kanda ya mashariki mwa Kenya. Imebainika wazi kuwa makundi ya itikadi kali pamoja na ugaidi yamekuwa yakitumia mianya hiyo katika kuendeleza kazi zao za kusajili vijana kutoka kaunti ya Marsabit au hata Isiolo ili kujiunga nayo. It has been identified that sometimes they use Marsabit as transit, as medium to other parts. Kwa miaka kadhaa kaunti ya Marsabit imeshuhudia visa mbalimbali ya ugaidi, huku baadhi ya wenyeji wakisajiliwa katika makundi yenye itikadi kali na ya kigaidi. Kuna mwalimu alikuwa amejiunga na hiyo kundi ya Al-Shabaab akiwa P1, alikuwa anafundisha shule ya Badaza na aliweza kuandamana na sister yake na watoto wake wa vijana wawili. Pia kuna kijana alipata B- wakati alienda kutengeneza mambo ya shule huko Nairobi, hakuweza kurudi. Kijana amejiunga na kundi ya Al-Shabaab na saizi yako Somalia na hatuna contact na yeye. Hata hivyo, kina mama ndio mara nyingi husalia na makovu makali ya kulaumiwa na jamii kwa kutowaelekeza wanao ipasavyo na hata kukumbwa na misongo ya mawazo wanapotoweka katika njia za kutatanisha. Ningependa sana wamama wetu waelimishwe ndio waweze peana bado elimu kwa watoto ili tusilaumiwe. Hayo ya kijiri, vijana wanalaumu swala la uhaba wa ajira kuwa ndilo changizo kuu linalowashinikiza kujiunga na makundi hayo haramu. Most of the time these radical people come with a lot of promises, come with a lot of hopes that they're going to give them jobs, that they're going to give them money. Na pia tuweze kushirikiana na serikali kwa kuwa pia swala zima la usalama ni serikali ambayo inashughulika, ndio inasimamia. Lazima tuweze kushirikiana na wao na tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Jacob Walter, NTV Mashinani, Marsabit. Asante sana Jacob Walter kutoka Mashinani ya Marsabit. Mara ya mwisho ulikuwa huko ni lini? Hata mwahi kufika? Yule bwana Jacob Walter yuko kule sababu yako tu. Tutoke mashinani hiyo ya Marsabit, tuingie mashinani ya online, tuone mnasema nini, tupate jumbe 2-3. Celestino Stino Murunga anasema kuntu, kazi kuntu, NTV Mashinani na
na wavisha koja. Shukran. Kama anasema mashinani Kandara Muranga. Na tazama, asante sana. Shadi Klepto anasema tuned in mbaya kutoka mashinani ya Kamakis. I love your outfit. Shukran. Tunaye Calvins Nyachenga na anasema yuko locked kutoka Pipeline Nairobi. Hiyo ni mashinani ya Nairobi. Mtazamaji wangu, tupate zingine ambao nimetumiwa kwa WhatsApp. Nicole Ngalel anasema following you nikiwa Nakuru City. Sarah Junior anasema kutoka Timboroa na Baringo yuko ndani. Na Simon Kamandi anasema unatutazama kutoka county ya Murang'a. Hilary Koech anasema yuko pamoja nasi kutoka mashinani ya Ughaibuni jijini London. Asante sana. Na Solomon Nyaga anasema hello NTV mashinani. My name is Solomon Masharia kutoka Embu. Mimi ni shabiki mpya wa NTV. I am following NTV mashinani until the end. Haya, na iwe hulka tunapatikana kila siku ya Mungu Jumatatu hadi Ijumaa. Jamani, Ijumaa inatamatika kama ninavyotamatisha NTV mashinani. Bila shaka imekuwa fahari yangu kukuletea matukio juma nzima, lakini sasa imefikia mida yetu ya tukafunge. Sasa nataka utazame jinsi mchungaji wa Neno Evangelism James Maina Ng'ang'a anavyokerwa na wasomi kanisani mwake. Kwa heri, uwe na wikendi njema, tukafunge jamani. Wale watu wa degree, don't come to where I'm preaching. Kwenda kanisa zenyu, mkaongea dakika 2 mtoke na mnakunywa Viagra my dawa za pressure. You can't control spiritual matters. Hapana, hiyo ninalea. Hakuna hiyo. Hapana, hiyo no. Na wale watu wasomi, please respect one another. Daudi si msomi. Hata wale mitume amechagua wote, maandiko yanasema hawakuwa wasomi. Na wale watu wameharibu dunia nzima ni wasomi. Sasa then you say ati ule mhubiri hana masomo, ati hawezi kuhubiri Kenya. How? Kwa nini? Hiyo mathematics yako na hiyo ile hawa wamesomea hiyo kisirani yenyu hiyo.